Habari gani mtazamaji wa Matukio Daima popote ulipo, tunakualika katika kipindi hiki cha Jukwaa la Siasa kwa siku ya leo, ambapo katika kipindi hiki utakwenda kuweza kujua nani katika swala zima la siasa, lakini kwamba wanasiasa wanazungumzaje katika mambo kadha wa kadha, hasa ya usuli wa mstakabali wa vyama vya siasa, taifa kwa ujumla, ambapo utakwenda kusikia katika kipindi hiki cha Jukwaa la Siasa. Mimi naitwa Francis Godwin, ndiye ambaye nakukaribisha katika kipindi hiki, lakini leo tutakuwa na mgeni kutoka Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, ambapo atakwenda kujitambulisha na utapata kuweza kusikia kunani katika kipindi hiki. Karibu sana bwana mgeni wetu. Nashukuru sana, asante sana bwana. Asante. Labda Francis. Ndio, karibu. Labda kwa faida mtazamaji angejua nipo nani leo. Kwa majina mimi naitwa Pugili Aidan Saleh, mgombea ubunge wa Iringa mjini kwa tiketi ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Umri wangu miaka 40. Na mimi ni mkazi wa Iringa mjini kwa kipindi cha muda mrefu sana. Kwa hiyo kifupi kwa utambulisho wangu wa majina ndivyo ninavyotambulika. Naam, mtazamaji, bwana Aidan Saleh au Mpugile ndiye ambaye tunaweza kuwa naye kwa siku ya leo. Bwana Aidan, kwamba wewe ni mmoja kati ya wagombea ubunge jimbo la Iringa mjini, ama sio atiania, kwa sababu tayari wewe ushatia nia na tayari ushachukua fomu. Ndio. Na kwa sasa kwamba unasubiri kuweza kupigiwa kura zile za maoni ili kuweza kuona kwamba nani ambaye ataenda kusimama kuweza kupeperusha bendera ya Chadema mkiminyana na chama tawala na vyama vingine ambavyo vitapata kusimama katika jimbo hili. Sawa sawa. Kitu gani ambacho hasa kimekusukuma kuweza kuingia katika kinyang'anyiro hichi cha ubunge jimbo la Iringa mjini? Kwanza kwa faida ya wananchi wa hasa wa Iringa mjini wa Tanzania kwa ujumla, ningependa kuzungumza mambo kadhaa kuhusu uchaguzi. Kama ilivyo kawaida, kila baada ya miaka mitano Tanzania tumekuwa na utamaduni wa kufanya chaguzi kila inapofika miaka mitano inapoisha. Kwa hiyo huu ni mwaka 2020. Kwa maana hiyo Tanzania tumeingia katika kipindi cha uchaguzi. Kama ilivyo kawaida, uchaguzi una maana pana. Uchaguzi ni mchakato wa kuweza kutengeneza au tuweze kupata viongozi kwa ujumla wake. Kwa hiyo nimesukumwa kuwania nafasi hii kwa sababu kwanza, kwa mujibu wa katiba ya chama chetu ibara ya 5 kifungu cha 2, inanipa mimi haki ya kugombea, lakini pia inanipa haki ya kuchagua. Lakini baada ya kujipima kwa mapana na kujitizama kwa muda mrefu katika kipindi chote, nikaona sasa kwa kipindi hiki cha 2020 na mimi nichukue fursa kuchukua fomu kwa ajili ya kuwakilisha wana Iringa mjini. Na kwamba fomu tayari ushaichukua? Nishachukua fomu siku ya tarehe 5 kwa sababu mchakato ulianza tarehe 4 na ukaisha tarehe 10. Kwa siku ya tarehe 9 nikarudisha fomu. Kwa hiyo mchakato wa kuchukua fomu na kurudisha tayari umeshakamilika. Kwa sasa tunasubiri mchakato wa kupigiwa kura ya maoni na baadaye hatua za juu zitafuata kwa hatua za juu. Tunafahamu kwamba katika baadhi ya vyama, mfano Chama cha Mapinduzi, kwamba wao kuweza kuchukua fomu ni shilingi 100,000, alafu ukishachukua kuna michango ndani ya chama ambao mwanzoni wao walikuwa kilalamikiana kwamba shilingi labda milioni 1 na kuendelea. Labda ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo, hii swala la michango ndani ya chama, wajumbe wenyewe mnasafirisheje kuweza kushiriki mkutano huo mkuu wa jimbo? Kwa mujibu wa taratibu na kanuni za chama chetu, swala la michango mara baada ya kuchukua fomu linakuwa halipo kabisa, kwamba chama kinabeba dhamana ya kusafirisha wajumbe au kuwakusanya wajumbe. Lakini mimi mgombea ninapokuwa nimechukua fomu ndio nakuwa nimeishia pale. Hakuna taratibu yoyote, hakuna malipo mengine ambayo yanakuwa yanafuata. Kwa hivyo ni malipo tu ya fomu, ambayo fomu ni shilingi ngapi? Fomu tunalipia shilingi 100,000. Lakini jambo kubwa unalolifanya kwamba labda kama ulikuwa hulipi ada za wanachama, utakaguliwa pale, unaweza kulipia ada ya wanachama ambayo ni shilingi 1,000 tu kwa mwezi, ambao kwa mwaka. Kwa maana hiyo labda kama ulikuwa ulipi hizo kwa muda mrefu, basi unaweza kulipia. Ndivyo inavyokuwa. Lakini fomu gharama zetu sisi ni 100,000 na hakuna mchango mwingine wote ambao unakuwa unafanyika. Na Aidan,
kwamba hadi hivi sasa kwamba jimbo la Iringa mjini tayari mmekwisha chukua fomu wanachama ngapi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo? Kwa taarifa nilizonazo mpaka sasa tumeshachukua fomu Iringa mjini wagombea wa 4. Aidan Pugili Saleh ambaye ndio mimi hapa. Mchungaji Peter Simon Msigwa, mbunge aliyemaliza muda wake. Na mwanachama anaitwa Frank Nyarusi. Na mwanachama mwingine anaitwa Andrew Paraiga. Kwa hiyo tumechukua fomu, tuko wanachama 4. Sasa umetaja hapa mchungaji Peter Msigwa. Taarifa za umma ambazo wengi wanajua kwamba mchungaji Peter Msigwa anagombea nafasi ya urais. Ndio. Sasa kwa nini labda ameweza kuja kuchukua na huko, labda utaratibu ndani ya chama chenu ukoje? Na unafikiri kwamba kwa nini mtu kama anakuwa anacheza karata tatu vile, kama afanya bahati nasibu kuchukua huku na huko, hii ina tafsiri gani? Kwa mtazamo wangu na maoni yangu ambayo naweza nikazungumza hapa kwamba kwa mujibu wa kanuni na taratibu za chama, uchaguzi unasimamiwa na kanuni za chama. Kwanza tuseme ni haki yake kuchukua fomu ya urais. Lakini pili, ikumbuke kwamba unapokuwa rais tayari wewe ni sehemu ya bunge. Kwa hiyo wanachama wengi hata waliojitokeza kuwania ubunge waliweza kupata ile attraction kutokana na nini? Baada ya yeye kutangaza kuwania urais. Kwamba tulizani sasa huyu kapanda level anaenda kuwa rais. Na tunachukua fomu kwa sababu huyu tunaamini anaenda kuwa rais. Kwa hiyo tunaamini jimbo litakuwa liko wazi. Sasa imetokea circumstances kwamba mpaka sasa hatuelewi ni kifungu kipi cha kanuni za chama ambacho kinatumika kuruhusu mbunge kuwania ubunge wakati yeye ni mbunge. Kwa sababu unapokuwa rais kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tayari wewe ni sehemu ya bunge. Kwa hiyo sasa naamini kwamba tarehe 17 mwezi huu nimeandika barua kwa katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Nikiwa nataka kupata ufafanuzi wa mambo 4. Moja ya mambo ambayo nimetaka kupata ufafanuzi ni pamoja na ni kwa nini kanuni za chama kama zimekiuko, kwamba tunawezaje kuruhusu mgombea urais tena huyo yachukue fomu ya ubunge kwa wakati mmoja. Ni kwa nini usingeandalia utaratibu kama ambao vyama vingine wanafanya, labda Chama cha Mapinduzi mnaanza na urais, ukisha mchakato wa urais mnaanza mchakato wa ubunge. Sasa hili halijafanyika. Sasa kwa mujibu wa kanuni za chama zinazosimamia uchaguzi, mimi mzoefu kidogo kwenye kushiriki chaguzi. Kwa mfano unapogombea uwenyekiti wa taifa wa chama, huruhusiwi kuchukua tena fomu ya katibu mkuu wa chama kwa wakati mmoja, kwa sababu hizo ni nafasi za kiutendaji. Kwa maana hiyo obviously moja kwa moja kwamba kuna ukiukwaji mkubwa wa kanuni, lakini najua tutapata ufafanuzi. Nimeandika barua kwa katibu mkuu, moja malalamiko ilikuwa ni hilo. Kwa hiyo mimi nilikuwa nafikiri kwamba hii ni challenge ya wewe mwenyewe unayegombea, kwamba natambua kwamba mchungaji Peter Simon Msigwa ni mzoefu ndani ya chama, alitakiwa alijue hilo. Kama anagombea urais ibidi agombee urais, kama anagombea ubunge ibidi agombee ubunge. Kwa kanuni na taratibu za chama haziruhusu mtu kuwania nafasi 2 kwa wakati mmoja, kwa sababu zinasimamisha mchakato. Mpaka leo hatuelewi uchaguzi utafanyika lini. Ukijaribu kuuliza wanakuambia mpaka arudi. Kwa hivi Chadema kwamba kura za maoni, kwa sababu nimeona kwamba mikoa mbalimbali wamefanya kura za maoni, lakini hapa Iringa mjini kura za maoni hazijafanyika. Kwa hivyo nataka kuniambia kwamba kura za maoni zinasubiri Msigwa aweze kurudi ndipo zifanyike kura za maoni. Na ndio jibu ambalo limekuwa likitoka kwamba nilipata taarifa kwamba kwa majimbo ambayo walikuwa wamechukua fomu za urais na ubunge kwamba kura za maoni zitafanyika baada ya mchakato wa urais kumalizika. Sasa jambo ambalo kimsingi ni ukiukaji wa kanuni na ni lazima tulizungumze wazi, kwa sababu sisi ni wagombea alafu ni watu wazima. Hatuwezi kuendesha mambo kihovyo kwa kisingizio kwamba chama kinaamua kinavyotaka. Mimi ni sehemu ya chama. Sasa kwamba mchakato wa urais, mchakato wa ubunge katika jimbo letu la Iringa mjini umesimama kumsubiri mbunge Msigwa aliyemaliza muda wake. Kwa hivyo nataka kuniambia kwamba kwa kusimama huu mchakato kwamba pamoja na kukiuka taratibu
kwamba chama kinataka kuonyesha kumbeba Msigwa? Ni moja kwa moja, kwa sababu kwa mtu yeyote unayegombea ambaye unajitambua na kujielewa, ile uhalisia wa mchakato umeshapotea kwa maana hii. Kwa sababu tafsiri yake ni kwamba ukiwa Iringa, kumbe Chadema ni Msigwa na Msigwa ndio Chadema. Kwamba hakuna shughuli yoyote ambayo inaweza kaendelea bila uwepo wa Msigwa. Kwamba naomba kidogo Bwana France. Ndio. Ni kufanulia jambo moja na nirudi kwenye rejea zangu ambazo nafahamu na uzoefu wangu. Kwamba wakati wa kuchukua fomu alituma mwakilishi kwenda kuchukua fomu, akwenda yeye. Wakati wa kurudisha fomu katuma mwakilishi. Kwa maana hiyo hata kipindi cha kulaza maoni ilibidi atume mwakilishi. Na huu ndio utaratibu umekuwa ukifanyika mwaka 2010 na hata akishinda na bungeni aende mwakilishi. Yule ni mwakilishi sawa, na unapokuwa na mtu anakuwakilisha atasomeka tu Peter Msigwa kashinda, kwa sababu yule ni mwakilishi tu anayemsimamia kuhesabu kura, anayemsimamia kurudisha fomu, lakini jina linasoma zinaruhusu kwenda kuchukua mwakilishi, kurudisha mwakilishi zinaruhusu, na kusimama jukwani mwakilishi, kusimama jukwani anaweza kusimama mwakilishi akaomba kura kwa niaba ya Peter Msigwa, lakini bungeni mwisho wa siku ataenda Msigwa. Yule ni mwakilishi. Sasa kama mimi nimetumwa mimi mwakilishi wa Aida ni Francis Godwin, kwamba nimeenda kuchukua fomu, nimeenda kuchukua fomu kwa maana ya kwako Aida, unaniwakilisha mimi, nimekuwakilisha. Baada ya kwenda nimeenda kurudisha, nimekuwakilisha. Baada ya utaomba kula, nimeenda kuomba kula, umeniwakilisha, jasho limenitoka pale, nimekuwakilisha. Ndio. Baada ya hapo bungeni uende wewe, ninakwenda mimi. Yaani wewe ni mwakilishi. Kulima nilime mimi. Na ndio maana uzuri wake ilikuwa nini? Kanuni za chama zilizungumza kwamba wagombea pamoja na mawakala wao wataruhusiwa kuja kuchukua fomu au kuwachukulia fomu watu wao na kuzirejesha. Kwa hiyo yuko kikanuni. Yuko kanuni zenu zinaruhusu hiyo. Kwa hiyo kimsingi ninachotaka kusema ni kwamba kitu ambacho tunataka, hoja ambayo ni ya msingi ambayo naiona inaleta shida. Kwa nini mchakato wa uchaguzi umsubiri mtu? Tafsiri yake ni kwamba ile inampa yeye nguvu na uwanja mpana wa kuwadifiti wapinzani wake, kwa sababu tayari huyu anaonekana anapewa kipaumbele kuliko wagombea wengine. Kwa hivyo anaonekana mwanachama bora kuliko wanachama. Anaonekana yeye maana yake kaandaliwa. Kwa hiyo hii inatutoa hata kwenye ile mudi ya kugombea kwamba bila huyu mtu maana yake hakuna shughuli nyingine inayoendelea katika zoezi la uchaguzi. Kwani chama hapa jimbo la Iringa mjini ni Msigwa? Chama ni wanachama? Chama ni nini hapa Iringa mjini? Mimi nafahamu chama ni taasisi inaendeshwa kwa mujibu wa taratibu na kanuni zake. Sasa kilichojitokeza ni kwamba ni ukiukaji wa kanuni kama ninavyozungumza. Kwamba sasa kwa picha inayoonekana kwamba sasa kumbe chama Iringa mjini ni Msigwa. Na Msigwa ndo chama, yani ndo Chadema. Bila yeye hakuna shughuli zinazoweza kuendelea. Sasa kwa hali hiyo, kwa hiyo sura hiyo ambayo inaonekana ndani ya chama cha Chadema hapa Iringa mjini, unafikiri kwamba demokrasia ipo kweli? Chama chetu ni cha kidemokrasia, nafahamu na naelewa. Na ndio maana baada ya kuona, kwa sababu mimi ni mgombea najitambua. Na nilijipanga kushinda. Na nimejipanga pia kushinda. Na nimejipanga kushiriki uchaguzi. Na nimejipanga muda mrefu, kwanza wala sijakurupuka. Na ndio maana nimekuwa nikichallenge kwa uwazi kabisa kwamba demokrasia ndani ya chama chetu ila kuna ukiukwaji wa kanuni ambao unafanywa na watu wachache wasiojua kanuni. Wanafinyanga kanuni na katiba na taratibu za chama. Nini sasa unafikiri kwamba kiweze kufanyika ili kwamba nyie wanachama ambao mnachikia kuwa viongozi watarajia ambao mnakwamishwa na hizo ukiukwaji huu wa kanuni? Hatua ya kwanza ambayo kwa mfano mimi niliyochukua ni kama hivi, kulizungumza kwa uwazi. Kwa sababu ukianza kuficha malazi kifo kitakumbua. Kwa hiyo nimechukua hatua kwanza, ni jambo ambalo linahitaji ujasiri wa hali ya juu sana, lakini nimekoti kifungu cha katiba yetu. Katiba yetu inazungumza mwanachama wa Chadema ni lazima uwe shupavu, lakini pili uwe ni yule mtu ambaye unapinga ubaguzi, uonezi. Kwa hiyo nimeangalia nikaona ili sasa kuna ubaguzi na uonezi, kwamba haki anazopewa sasa mgombea mmoja
zinakuwa ni kubwa kuliko haki wanazopewa wagombea wengine. Naam, mtazamaji, tunaendelea na kipindi chetu cha Jukwaa la Siasa kama ambavyo tumekuambia kwamba leo mgeni wetu ni Bwana Aidan Saleh Pugili ambaye ni kada na mwanachama mtiifu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema katika jimbo la Iringa mjini, na yeye ni mmoja kati ya wagombea wanne wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo ambaye anaomba ridhaa ya chama kuweza kumpitisha kuwa mgombea ili aweze kupeperusha bendera ya Chadema kunako uchaguzi mkuu utakaofanyika Oktoba 20 Oktoba 25, kwa maana ya kuweza kushindana na vyama vingine. Ni vyama pinzani ama vyama vyote, tushindane na vyama vyote. Kwa hivyo nyinyi Chadema mnajiita sisi ni Chadema kama ilivyo Chama cha Mapinduzi. Kwa hivyo hakuna ukawa mnaposoma na CCM, yani kwamba kuna Chadema, labda Kafu, ACT Wazalendo na vyama vingine, mnaposimama kwamba adui yenu mkubwa hapa nani? Adui yetu mkubwa kwa kawaida, ninapokuwa mimi nawakilisha chama changu, ni lazima iwe Chama cha Mapinduzi. Kwa sababu ile ndio adui yetu mkubwa. Lakini sasa Chama cha Mapinduzi anakuaje adui yenu wakati jimbo la Iringa mjini bado lipo mikononi mwenu? Kwa sababu ndo sisi ni wapinzani wakuu wa Chama cha Mapinduzi. Wapinzani sugu. Wapinzani wakuu wa Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo hatusemi tu ni wapinzani kikawaida, tusema hawa ni wapinzani wetu, ni adui zetu katika mapambano. Sana Yanga na Simba zinaoingia uwanjani wanasema leo ni risasi na ni sana adui wawili wanaingia. Kwa hiyo tutarajie uchaguzi mkubwa mzito 2020. Ni sana vita, uweze kupigana vita ukaanza kujipiga mwenyewe. Ndio maana. Kama wepo adui. Mtazamaji, twende studio tupate tangazo kutoka kwa Johnson Group. Hawa ni wauzaji wa bajaji aina ya Hello kwa gharama nafuu zaidi na bajaji zenye ubora kuliko. Ukitaka bajaji yenye ubora, basi wewe waone Johnson Group ambao wao na bajaji, lakini pia wana boda pikipiki, ambayo pikipiki hiyo hata ianguke vipi hakuna kinachovunjika. Johnson Group Company Limited ni wauzaji wa bajaji 4, bajaji aina ya Maxima, Guta aina ya Toyo na pikipiki aina mbalimbali. Tupo wazi siku zote za wiki. Tunauza vipuri na matengenezo. Tunatoa warranty kuanzia miezi 6 kwa Guta, miezi 12 kwa bajaji na pikipiki. Ushauri ni bure kwa chombo ulichonunua. Tupigie 0623700700. Email johnson98@gmail.com. Na mtazamaji wa Matukio Daima, kipindi Jukwaa Siasa, na tupo na Bwana Aidan Saleh ambaye ni mgombea wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, ambaye anataka chama kiweze kumpa ridhaa baadaye aende kwa wananchi, ili wananchi nao wa jimbo la Iringa mjini wampe ridhaa ya kwenda kuwa mbunge wa jimbo la Iringa mjini. Labda Bwana Aidan, ndio tungeweza kujua wewe umeamua kuweza kugombea nafasi ya ubunge jimbo la Iringa mjini baada ya kuona Msigwa anagombea urais? Kwanza kimsingi baada ya Msigwa kutangaza kuwania urais, hiyo ilinipa nguvu zaidi kwamba tulikuwa tumepata fursa sasa ya kuibua watu wapya katika eneo la Iringa mjini. Lakini pili, mimi nilikuwa na ndoto tu za siku moja nije nigombee ubunge katika eneo la Iringa mjini, kwa sababu nilikuwa na vipaumbele vyangu ambavyo nilitaka nifanyie kazi ndani ya chama na nje ya chama. Kwa hiyo nimewania ubunge jimbo la Iringa mjini, na hata baada ya kusikia kwamba na Msigwa pia anagombea, nikaona bado tu nigombee, kwa sababu kwanza ni haki yangu, lakini pili mimi na vipaumbele vyangu ambavyo nataka nifanye ndani ya chama na nje ya chama. Kwa moja ya mambo makubwa ambayo yalinisukuma na ambayo ni ya msingi kabisa ambayo niliona ni yafanyie kazi, kwanza kwa mujibu wa katiba ya chama chetu, nazungumza mambo ya chama sana kwa sababu ni mchakato ndani ya chama. Baada kutoka kule ndo tunaweza kujua tuzungumze nini. Kwamba katika chama chetu
tuna mambo ambayo yanatakiwa yatekelezwe, ambayo kwa mujibu wa katiba ibara ya 7 kifungu cha kwanza mpaka cha 4 inazungumza wajibu wa mbunge katika kutumikia chama ndani ya eneo analoliongoza na mkoa kwa ujumla. Kwa baada ya kuangalia mapungufu ambayo yamejitokeza katika eneo hilo, nikaona chama changu kinadumaa katika eneo la Iringa mjini na mkoa wa Iringa kwa ujumla. Sasa ninafanya nini? Na mimi nichukue fomu ya kugombea na kwa sababu nilijipanga kushinda na nitashinda. Nikishinda nitajipanga vizuri kushinda niwe mbunge ili niweze kujenga chama changu katika mkoa wa Iringa. Nikaangalia kwamba ni wapi ambapo tunafeli, kwamba katiba yetu inasema unapokuwa mbunge moja kwa moja utakuwa ndo mwenezi mkuu wa chama na ndo nembo ya chama. Japo chama kinaweza kukupangia, unaweza sio lazima uwepo Iringa, unaweza kaenda Mbeya, ukaenda wapi. Nikaangalia mapungufu kwenye uenezi. Kwanza jambo kubwa ambalo liliniuma na wanachama wangu, nina watu nyuma kama watu 4000 hivi ambao walinifuata kwamba mimi na wanachama 4000 ambao nilipata maoni yao, waliniunga mkono kwamba nenda sasa mkashughulikie swala la ofisi katika eneo lenu. Si hilo tu, sisi wanachama tuko tayari, kwa sababu swala la ukosefu wa ofisi katika chama chetu limekuwa ni tatizo sugu. Tunataka tujenge maofisi ndani ya chama, ndivyo vifanya kwa haraka ni kujenga ofisi kwanza ya mkoa, ya majimbo, hatimaye tuweze kujenga ofisi za kwenye kata na maeneo mbalimbali, jambo ambalo Msigwa limemshinda. Kwa hiyo nikaona moja kwa moja kwamba huyu sasa ameshinda. Pengine kulingana na kubanwa kwa muda huu sio kipaumbele. Kwa kipaumbele changu cha kwanza ndani ya chama ni kujenga nini? Ofisi ya chama. Ofisi ya chama. Lakini pili, jambo lingine kubwa ni kwamba tunataka tukirudishe chama mikononi mwa wanachama. Chama mikononi mwa wanachama. Kwa sababu sasa chama kinaonekana ni mali ya mtu. Okay. Kwamba kama mnavyoona leo kama hayupo yeye shughuli nyingi zinasimama. Hiyo ni nini tafsiri yake? Tunataka chama sasa tuhakikishe kwamba mimi kama mbunge kwanza na nimekuwa nikiahidi, sio kwamba naongea uongo, kwamba mimi 30% kwanza. Kwanza wewe sio kama mbunge. Si bado hujapata ubunge au tayari umeshajiandikisha? Ndio nazungumza vipaumbele kama nikishakuwa mbunge. Okay, kwamba jambo lingine nishasema kwamba kama nitapata ubunge 30% ya mshahara wangu nimesema nitauelekeza kwa viongozi wangu wa chama ili waweze kufanya shughuli za chama kwa comfortable kabisa. Na hii itasababisha nini? Italeta tija, kwamba tutakuwa na muda mrefu wa kutumikia chama na chama kitakuwa kikubwa zaidi. Kwa sababu bila chama haya yote tunayozungumza hayawezi kufanyika. Lakini endapo pia nitakuwa nimepewa fursa kwamba nimekuwa nikizungumza pia. Lakini sasa shida ni kubwa ambayo imejitokeza wakati tunazungumza haya kwamba ukisema mchungaji Msigwa alishindwa kutekeleza ahadi labda fulani, kuna baadhi ya wanachama labda wanaona mimi nakosea. Kumbe sikosei. Siasa ni uwazi na ukweli. Ziko wazi. Siasa ziko wazi. Hakuna sijui kwamba siasa ziko wazi. Kwamba mimi ninasukumwa kugombea. Jambo lingine ambalo tena linisukumwa kugombea ni baada ya kuona sasa mchungaji Msigwa tuliyemwamini, aliyetuaminisha kwamba ni mtu muwazi na mkweli, kutangazia umma wa Tanzania kwamba yeye ni muongo. Mara nyingi kiongozi muongo hawezi kuaminiwa na jamii. Uongo wake uko wapi? Kwamba amekiri kwamba alivyosema Kinana ni jangili, hakuwa mkweli. Hakufanya utafiti wa kutosha. Sasa duniani kote kiongozi muongo, nitajia pale baada ya ukili ya jiuzuru. Ili nayo ilinipa mimi nguvu kwamba sasa tunaongozwa na viongozi waongo. Kwa tuchukue nafasi kwamba sasa kama alifanya mkutano wa hadhara tu kabisa, unazungumza kwamba fulani ni jangili, na sisi wananchi tuna kusupport. Wananchi tunakuambia kwamba ili kweli Kinana ni jangili. Baadaye unakuja unasema mimi nilikuwa muongo. Ile mlikuwa mnasema Kinana weka mbali na tembo. Kwa hiyo ile na hajazungumza na sisi. Kaenda huko kaomba radhi bila kutushirikisha wananchi. Ilibidi aitishe mkutano. Atuambie kama alivyosema. Lakini mpaka sasa naona kimya. Kwa hili nisukuma kwamba jimbo hili kama tutampitisha tunakwenda kulipoteza. Kwa sababu hiyo ni moja ni hatari kwamba tunakuwa na kiongozi ambaye amekiri yeye ni muongo.
Sasa ukizungumza haya bado wanachama wanasema huyu ni mbaya. Na huyu unamweka muongo kwa level gani? Muongo wa level ya kwa hapa kwa sababu amekiri yeye ni muongo. Ni muongo wa level. Kiongozi ambaye hawezi kuaminika katika jamii. Yaani nasema muongo wa kitaifa. Muongo wa kitaifa. Na kimataifa kwa sababu ile ni jambo kubwa. Ni muongo wa kimataifa. Sio muongo tu hivi kama unavyofikiri. Kwa maana ndani ya Chadema mnataka tuwe na mbunge muongo wa kitaifa. Ndio maana tuko tayari, tuko saizi tunashughulika ili tuweze kumuondoa ndani ya chama, ili tuweze kulinda usalama wa jimbo letu. Kwa hivyo mtaki waongo wa kimataifa. Lakini pili tukasema mwaka 2010 alikuja na kipaumbele kizuri ambacho kilikuwa kinaleta mvuto kwamba angeweza kujenga chuo cha utalii katika eneo la Iringa mjini. Jambo lile halijafanyika. Kwa hiyo tukasema kwa sababu mtu hajatekeleza, mimi nikaona hili lilikuwa ni nzuri kwa sababu Iringa mjini ina wakazi karibu 158,000. Yeah. Lakini Iringa mjini source ya kiuchumi kiangalia japo watu hawajaingia kiundani kwamba utalii Iringa mjini ndio unaweza kaibeba. Yeah. Kwa sababu nilikuwa naangalia takwimu kwamba 2012 mpaka 2014 tumekuwa tukipokea watalii kuanzia 21,250 na kwenda juu. Kwa hiyo kama tutajikita tukajenga hicho chuo ambacho Msigwa ameshindwa kujenga, tukahamasishana tujenge hicho chuo, tukazalisha wataalamu wa mambo ya utalii, tukazalisha utalii kwamba ndio kipaumbele, tukajikita kimkakati na kutangaza vivutio vyetu kama wanaofahamu. Kwa mfano Iringa mjini tuna vivutio zaidi ya 13. Kwa hiyo tukijikita vizuri kwenye hilo eneo tunakwenda kuleta mapinduzi makubwa kwenye eneo letu la Iringa mjini. Naam, mtazamaji wa Matukio Daima, kumbuka kipindi ni Jukwaa la Siasa. Tulipoishia leo ndipo tutakapoendelea tena kesho na bwana Aidan. Leo alikuwa anaenda kutaja vipaumbele. Kwa hivyo kesho atakuja na vipaumbele. Sasa tutaendeleza vipaumbele zaidi ili kuweza kujua ni mbunge wa aina gani ambaye tunamtaka ama wananchi wanamtaka katika jimbo la Iringa mjini. Tunataka mbunge mwenye vipaumbele vipi na ukilinganisha na vipi na siku nyingine, kwamba na hao wengine ambao wametia nia waje waseme kwamba na hao vipaumbele vyao ni vipi. Bwana Aidan, sisi tuweze kukushukuru sana. Leo umeweza kuishia hapa kwa maana kuweza kubainisha baadhi ya vipaumbele vichache, lakini kesho pia ni siku. Kesho tutaendelea kuweza kueleza vipaumbele zaidi, lakini pia na changamoto zilizopo katika jimbo la Iringa mjini ambalo kijana huyu Aidan yeye ameamua kuweza kuvibeba, kuomba wana Iringa mnitumeni niende kuwawakilisha na kuweza kuvitafutia majawabu, kwa sababu changamoto zipo siku zote, lakini nani wakwenda kuvitafutia majawabu? Yeye anasema ni wewe Msigwa, Nyarusi au nani? Nimejaribu kuangalia wagombea wenzangu, nimeona kwa sasa mimi naweza kulifanya hili zoezi kwa ufanisi zaidi kwa sababu nimejiandaa vizuri. Naam. Mtazamaji, basi hadi kufikia hapa tumefika mwisho wa kipindi hiki cha Jukwaa la Siasa, na kesho utapata kuweza kuendelea. Ili usiweze kukosa mengi ambayo mbunge huyu mtarajiwa anataka kuweza kuwaletea wakazi wa jimbo la Iringa mjini, basi endelea kubaki na Matukio Daima, na kama haujabahatika kuweza kupakua application ya Matukio Daima, basi ingia sasa katika Play Store na atafuta Matukio Daima TV. Usiache nafasi, andika tu Matukio Daima TV, basi utapakua application yetu ya Matukio Daima, na ukishapakua application ya Matukio Daima itakaa juu ya simu yako, na ikishakaa juu ya simu yako kwamba kupitia application hiyo utapata kuingia katika channel ya Matukio Daima, utapata kuingia kwenye social media zote ambazo ziko chini ya Matukio Daima. Lakini kama utashindwa hivyo, basi ingia katika channel ya YouTube, andika Matukio Daima, ambapo zitakuja Matukio Daima 3, Matukio Daima pekee, Matukio Daima Iringa na Matukio Daima TV. Kati ya hiyo mojawapo we bonyeza tu, kwa maana kuweza kujiunga, itakuletea neno limeandikwa subscribe, na ikuletea neno hilo ambalo limeandikwa subscribe kwa rangi nyekundu, wewe gonga tu rangi ile nyekundu pale, utakuwa umeshajiunga. Lakini ili kuweza kupata habari zinazoingia kila dakika, utakuwa bado haujakamilisha, itakuja alama ya kengele pale, na ile alama ya kengele zitakuja kengele 3. Bonyeza kengele ile ya juu kabisa, ambapo hapo chochote kinachorushwa Matukio Daima utapata kuweza kujua nini ambacho kinaendelea. Mimi naitwa Francis Godwin. Asante sana. Asante sana. Bwana Aidan Saleh. Asante sana. Pugiri. Tutakuja kuweza kujua kesho historia pia ya huyu Aidan ni nani. Asante.
Johnson Group Company Limited ni wauzaji wa bajaji 4, bajaji aina ya Maxima, Guta aina ya Toyo na pikipiki aina mbalimbali. Tupo wazi siku zote za wiki. Tunauza vipuri na matengenezo. Tunatoa warranty kuanzia miezi 6 kwa Guta, miezi 12 kwa bajaji na pikipiki. Ushauri ni bure kwa chombo ulichonunua. Tupigie 0623700700. Email johnson98@gmail.com.